pia zitapungua. Na ndiposa leo ndio mada ambayo tunajadili katika sehemu yetu ya Swala Nyeti, hasa kuhusiana na viwango vya afya humu nchini. Awali niliuliza, je, Wizara ya Afya imeshughulikia ifaavyo changamoto zinazokumba sekta ya afya nchini? Kufikia sasa 9% mnasema ndio, 64% mnasema la, na 27 mnasema kwamba wizara imejaribu. Kufikia sasa kura 107 zimepigwa. Shukrani sana kwa wenzetu katika digital era ambao wanatusaidia kupata takwimu hizi, Sara, Edu, kila mmoja. Shukrani sana. Shukrani sana waziri kwa kujiunga nasi kwenye jukwaa la KTN. Asante. Tangu ulipochaguliwa kuwa waziri wa afya, unajivunia ufanisi gani? Nafikiria ya kwamba Zubeda, asante sana kwanza kwa kunipatia nafasi kufika na kuongea na Wakenya juu ya hali ya afya na vile tunatenda kazi katika wizara yetu. Lakini kwanza wacha niguzie swala nyeti ile ya kwamba wakati tulipopitisha katiba mpya, katika hiyo katiba kulikuwa na ugatuzi. Na wizara ya afya ama huduma za afya zikawa moja za zile zitagatuliwa kuwa zinafanyika katika county. Na katika hiyo katiba pia Wakenya waliambiwa ya kwamba wana haki ya kupata huduma za afya. Kwa hivyo katika huo ugatuzi ambao ulifanyika, mambo ya matibabu na kutoa huduma ikapelekwa katika county, zile ambazo tunajua ziko na governors, ziko 47 katika nchi, na wizara ya afya ile ya kitaifa ikawachiwa jukumu ya kuangalia mambo ya kama matibabu ni sawa, kuangalia ya kwamba wanarekebisha ile wale watu ambao wanafanya kazi katika wizara katika huduma ya afya na kutoa mwongozo wa vile nchi itapata matibabu. Kwa hivyo isipokuwa zile hospitali kuu ambao ziliwachwa na wizara ya juu, wizara ya afya, zile zingine zote ziko chini ya county. Na ndipo sasa tunatakiwa kuelewa ya kwamba katika huo ugatuzi hata pesa zenyewe ziligatuliwa kwenda pamoja na kwa county. Ndio zile wizara za matibabu katika county ziwe zinaweza kupata fedha katika bajeti ya county ya kuhudumia wananchi. Kwa hivyo ikija mambo ya kutoa matibabu na kutoa huduma kwa wananchi, hiyo ni jukumu ya wizara ya afya ile iko katika county. Na sisi tuko na jukumu letu ambalo tumepewa katika wizara ya afya. Kwa hivyo ule utendaji kazi, na hiyo si kusema ya kwamba tunasema ambao hatuhusiki, tunahusika kabisa, kwa sababu hii ni nchi yetu. Ile tuko nao ni mvumo wa ugatuzi, lakini tuko nchi moja. Kwa hivyo wizara ya afya iko na ile jukumu ya kuangalia kote nchini wananchi wanapata huduma zile ambazo serikali kuu na serikali za kaunti zina nia ya kupatia wananchi mpaka mwananchi aridhike. Naam, ni hoja nzuri ambayo umeibua, kwa sababu watu wana mikurupuko ya magonjwa inapotoka, tunaona kwamba kuna cholera, tunaona kwamba kuna magonjwa kama yellow fever. Tunatarajia kwamba ni wizara ya afya ambayo inapaswa kuzungumzia mambo kama haya. Kwa hivyo tunakosea? La, haukosei, kwa sababu kuna magonjwa mengine ile ambao ni ya dharura na inatakikana wizara ya afya iangalie kwa nchi nzima. Kwa sababu ugonjwa ambao unatokea kama cholera vile unasema, kama hivi juzi tulipata kesi zingine za yellow fever, lazima wizara ya afya ile iko katika nchi iangalie, kwa sababu hiyo ugonjwa unaweza kuambukizwa na unaweza kutoka kaunti moja kwenda lile nyingine. Kwa hivyo kwa hiyo magonjwa ya dharura lazima wizara ya afya iwe inashughulikia cholera, yellow fever. Ndio sababu unaona ugonjwa wa TB lazima tuone vile utatibiwa, kwa sababu kifua kikuu watu wanaweza kuambukizana kutoka kaunti hii kwenda ile nyingine katika magari ile watu wanatembea. Lazima tuangalie hii ugonjwa wa ukimwi. Lazima tuangalie ugonjwa wa malaria, kwa sababu hiyo hauna mipaka. Lakini kuna yale magonjwa mengine ambao hayaendi, ukipata unaweza kutibiwa kwa kaunti. Kwa hivyo serikali kuu iko na jukumu ya kuangalia ile magonjwa ambayo inapita mipaka, lazima tuone vile itakuwa contain kwa hiyo area iko, ndio isije kudhuru wa Kenya wote. Kwa hiyo
Ndio sababu unaona katika serikali kuu tuko na fedha za kuangalia hayo magonjwa. Lakini sana sana katika ugonjwa wa kawaida, katika kuhitaji matibabu ya kawaida, hiyo ni jukumu la kaunti. Na ile shida iko ni kwamba kukiwa na shida ndio watu wanalaumu serikali kuu. Na nataka kusema ya kwamba katika ile mada inachangiwa na wananchi, lazima tuheshimu maoni yao. Kwa sababu yule anasema hatujafanya kazi ama yule anasema tumefanya kazi, inatokana na vile yeye mwenyewe anaona hiyo wizara ama hiyo matibabu inaendelea. Ama alienda hospitali ama dispensary na hakuridhika na vile alitendewa. Kwa hivyo lazima tusikize. Lakini ile tofauti lazima tuijue sawa sawa. Kwa sababu hoja hiyo imejitokeza, naarifa kwanza tuna simu zishaanza kuingia. Tupokee simu kutoka kwa Lang'at akiwa eneo la Bomet. Hujambo? Kwa sana. Shukrani sana. Majukwaa la KTN. Swali lako kwa Daktari Mailu ni lipi? Asante sana. Wacha niulize waziri. Mimi naitwa Lang'at kutoka eneo la Bomet County. Naam. Sub county ya Bomet Central. Ningetaka kuuliza waziri swali moja juu ya wizara ya afya imewekwa kwa county. Kwa nini bado wanashikilia hiyo wizara? Naam. Na ile ni default wa county. Swali yangu la mwisho ni zile bidhaa ambao walinunua kama national government. Kwa nini governors kwanza? Kwa sababu governors walikuwa wameweka pesa ya hizo equipment. Na kwa nini wao walienda kununua hizo vifaa bila kujulisha magavana? Naam. Hiyo ndio swali langu. Asante sana, naitwa Lang'at kutoka Bomet. Shukrani sana Lang'at. Hayo ni maswali mazuri sana ambayo amekuuliza. Nimeona kidogo ulikuwa unatatizika kumsikia. La kwanza nauliza, na hili swali nilikuwa nimekuuliza tulipokuwa tukizungumza awali. Iweje kwamba iwapo huduma za afya zimegatuliwa, sasa ziko chini ya serikali za kaunti, kuna haja gani ya kuendelea kuwa na wizara ya afya? Hilo ndio swali lake la kwanza. Na swali lake la pili anauliza, iwapo huduma hizi zinasimamiwa na serikali za kaunti, hasa masuala ya ununuzi wa vifaa vya matibabu, mbona serikali ndio inaenda kununua badala ya kuachia serikali za kaunti jukumu hilo? Asante sana. Kwanza ile swali ambao ingawaji tumegatuliwa, kwa nini wizara ya afya? Wizara ya afya katika ugatuzi, na akisoma vizuri katiba, kuna ile kazi wizara ya afya imepewa. Kwanza ni kutengeneza mikakati ile inaonyesha ni vipi wananchi wa Kenya watahudumiwa katika nchi nzima. Pili, kuangalia kwamba wizara ya afya inaangalia wale ambao wanapeana matibabu na yale mahospitali ama vile vituo vya kupeana matibabu ziko sawa, zimeandikishwa vyema, viko na vyombo na zinaweza kupatiana ile huduma inatakikana. Pili, tatu, wizara ya afya lazima tuone ya kwamba tuko na wafanyikazi, tunasomesha watu na tunawapatia ile skill ya kufanya zile kazi kama madaktari, clinical officers lazima wafunzwe ndio waandikwe na hizi county. Hiyo ni kazi, hiyo mambo ya kutrain watu ni juu ya serikali kuu. Ile ingine ni kwamba lazima tuone katika county na wale wanapeana matibabu ya kwamba tunaendelea kufanya research ile ya kuonyesha vile magonjwa inakuwa katika hii nchi. Na ile ya mwisho ni kwamba yale magonjwa inapita mipaka lazima yaangaliwe na serikali kuu. Kwa hivyo iko jukumu ya kuwa na serikali kuu, lakini si kubwa vile ilikuwa wizara kubwa vile ilikuwa zamani, kwa sababu watu wengi wameenda kufanya kazi katika county. Ile ingine ya hii mswada ambao ni wa kununua vyombo, hiyo inatakikana kuonekana kama ni njema ya serikali kuu. Kwa sababu wakati wa ugatuzi, na tunajua ya kwamba ugatuzi ungechukua miaka 3, lakini ulifanywa kwa mara moja tu. Hizi hospitali na vituo vya afya zote hazikuwa katika hali sawa. Zingine zilikuwa sawa, zingine hazikuwa na vyombo, zingine hazikuwa na madaktari. Kwa hivyo tulikuwa katika level tofauti. Na katika hiyo mswada ambao serikali iliona ni vyema inunue vyombo, ndio hizo hospitali zote baada ya Juni kuingia zitakuwa zimetengenezwa, zimepewa vyombo na zimerekebishwa mpaka zinaweza kutoa
huduma fulani kwa wananchi. Ndio kila county katika hizo hospitali mbili ziwe na hospitali ambao ziko sawa kwa kiwango sawa, ndio watu waweze kuhudumiwa. Hiyo ilikuwa nia ya serikali ya kupeana pesa, na hizo si pesa zile zilikuwa za bajeti ya county. Hizo ni pesa serikali kuu ilitafuta, ndio ikawaongezea kununua hizo vyombo. Na si sawa kusema ya kwamba serikali za county hazikuhusishwa. Katika mkutano wa February 2014 magavana walielezwa juu ya hiyo mswada na wakakubali. Na county executives for health, wale ni ministers wa health katika county na county directors wa health, walienda kwa mkutano pia na wakaelezwa na wakatoa hata communique ambayo iko na sahihi ya kila mtu kusema ya kwamba huu mpango wa kununua vyombo ni mwema kwa sababu utasaidia hospitali zote kwa muda mfupi. Na ndio sababu serikali kuu ilifanya huo mpango na kununua vyombo na kuweka katika hizi hospitali. Na tunaendelea kuweka ndio tumalize mwezi Juni tuwe tumemaliza katika kila hospitali. Vifaa vya theater, operesheni, vifaa vya kupiga x-ray, vifaa vya wale watu wana magonjwa ya figo kuwa wanaweza kuhudumiwa. Hizo zote na wale wako na magonjwa mahututi vile mahali wale wagonjwa mahututi wanaangaliwa tuweke katika hospitali. Ndio hizo hospitali ziwe zinaweza kuhudumia. Huo ni mpango wa kusaidia county ndio iweze kuwa hizo hospitali ziwe kwa level moja. Lakini kwa hivyo hizi pingamizi ambazo zimekuwepo kutoka kwa magavana, baadhi walisema kwamba hawakutia saini hayo makubaliano kwamba vifaa hivi vinunuliwa, kidai kwamba hawakuhusishwa. Je, mmetatua vipi tatizo hilo ili kuona kwamba mashine hizo zinafikishwa katika county kwa wakati ufao? Ndio kulikuwa huo mswada, watu walikuwa wanaongea ile kitu kile kizuri ya kwamba kufikia sasa magavana 46 wameweka sahihi hiyo mswada. Mmoja yule hajakubali, ni mmoja ambaye hajafanya hivyo, na ile kitu ya maana ni kwamba hata yule ambaye hajaweka sahihi alitukubalia tuende kwa hizo hospitali ndio tuweke hizo vifaa, kwa sababu anajua kujua ni nani huyo. Hiyo sitasema kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua hizi vifaa zitakuwa za maana kwa watu wake. Kwa hivyo hakuna governor ambaye kwa sasa hataki hizo vyombo katika hospitali zake. Leo tumevuka mipaka, mtazamaji. Tuna simu kutoka Qatar ambayo tunapigiwa simu na Albert Nyambane akiwa Qatar. Hujambo? Si jambo, Subeda Kome. Shukrani sana kwa kutizama ukiwa Qatar. Tunafurahia sana kupokea maoni kama hayo. Wewe, swali lako kwa waziri ni lipi leo? Mimi swali langu kwa waziri na inauliza, naam, hiyo mitambo yenye wananunua kutoka nje za nje, mbona wanaleta mitambo yani yenye haitoshelezi na kulingana na wingi wa watu? Naam. Kwa sababu watu ni wengi na wale mitambo ile wachache iwezi hudumia watu wote. Sasa watachukua hatua hiyo mitambo itosheleze. Naam. Yeah. Naam, shukrani sana. Ni Albert Nyambane akiwa Qatar. Shukrani kwa kutizama jukwaa la KTN. Anauliza mitambo hii mnayoinunua haitoshi katika kaunti ikilinganishwa na idadi ya watu iliyopo. Labda utufafanulie ni mitambo mingapi imenunuliwa kufikia sasa, kama ile ya MRI, kuna zile za saratani na vifaa vingine. Ni kufikia sasa ni vifaa vingapi ambavyo vimenunuliwa na vimefikishwa katika kaunti ngapi? Ni kweli vile anavyosema. Hazitoshi. Lakini lazima tuanzie mahala fulani. Naam. Na hiyo mahala tunaanzia ndio tuweze kuwa tunaenda kwa zile hospitali zingine kama vile muda unaendelea, kwa sababu ingawaji serikali kuu inaweka hizi vifaa kwa hospitali 98 katika nchi nzima, hospitali 2 kwa kila kaunti, na zile za Kenyatta, Moi na zile Mathare na spinal injury tunaweka hizo vyombo. Ndio maana hizo ziwe zinaweza kuhudumia watu katika ile tunaita county referral hospital na level 5. Hiyo si kusema zinatosha, tutaendelea